Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, sisi tuna furaha kubwa kwa sababu najua hautaondoka ukatuacha kama tulivyokuwa. Pale ambapo tutakuwa na changamoto, na hakika utazichukua changamoto zile na utatusaidia katika kusuluhisha matatizo hayo tulionayo. La kwanza nataka nizungumzie mafanikio. La kwanza nataka niipongeze sana serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumepata miradi mingi ya maendeleo tangu uhuru, tangu jimbo hili na wilaya hii zaliwa hatujapata kupata maendeleo makubwa na miradi mikubwa kama tuliyopata kwa kipindi hiki. Miradi hii naomba tunianze kuzungumza hasa katika miradi ya maji. Tulikuwa na kata 3 tu ambazo zilikuwa zinapata huduma ya maji ya Ziwa Victoria. Lakini hivi ninavyozungumza mpaka sasa hivi tuna kata 13 ambazo zinapata maji ya Ziwa Victoria. Hii ni hatua kubwa sana. Tupigie makofi rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini nataka nikuhakikishie visima virefu tulivyokuwa navyo kabla ya mwaka 2021 tulikuwa na kata moja tulikuwa inapata maji yanayotokana na visima virefu. Lakini hivi ninavyozungumza sasa hivi kuna kata 6 ambazo tumeziongeza zinapata maji kutokana na visima virefu. Hizo kata ni pamoja na Bubiki, kata ya Talaga, kata ya Mwaweja, kata ya Itilima. Hizi ni moja kati ya kata Masanga pia na Ndoleji. Hizo kata zinapata sasa huduma ya maji ya visima virefu. Na hivyo tumefanya kutoka katika kata 4 tu zilizokuwa zinapata maji safi na salama, na sasa tumefikia kata 21. Lakini nataka nikuhakikishie mpaka sasa hivi tumesaini miradi katika kata 6 ambazo ni pamoja na kata ya Itilima ambao wanaendelea kutekeleza miradi, Talaga, Mwaduiluhumbo, Idukilo. Hizi ni kata ambazo sasa hivi kuna wakandarasi wanaendelea na kazi, lakini pamoja na Mwataga. Nataka nikuhakikishie kazi inayofanywa na TARURA ni nzuri sana. Na mimi nataka nishukuru sana taasisi kwa namna ambavyo inasimamia miradi inakwenda vizuri, na kwa kweli naipongeza serikali kwa uamuzi mkubwa wa kuleta fedha nyingi, na sasa hivi tunaondokana na tatizo kubwa la maji kama ilivyozungumzwa hapa katika taarifa. Ni wakame, tuna ukame wa hali ya juu. Lakini kuna swala la barabara. Mwaka 21 tulikuwa na kilomita peke yake 670. Hivi ninavyozungumza Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, tuna zaidi ya kilomita 1112. Ni hatua kubwa sana. Kila kata sasa inafikika. Na sasa tumeshaanza kuunganisha vijiji vyote. Kwa 80% vijiji vyote vina mawasiliano. Hii ni hatua kubwa ambayo serikali ya Chama cha Mapinduzi lazima tuirudishie sifa kwa kweli kwa haya yote yanayofanyika. Sekondari, kila kata ina sekondari, na tumeanza kuongeza katika baadhi ya kata. Tuna kata 8 ambazo sasa hivi ziko ambazo tayari tumeshamaliza majengo, na kata 2 tunamalizia. Baada ya kata 2 hizo kumalizia, tutakuwa na kata 8 ambazo zina sekondari 2. Ni hatua kubwa sana. Tunamshukuru Mama Samia Suluhu Hassan, hata wakati wa Uviko 19 tulipata fedha kwa ajili ya madarasa, kwa ajili ya madawati, hatua ambayo ilisaidia sana wananchi wetu na hasa watoto wetu katika kuondokana na swala zima la msongamano. Hatua ambayo kwa kweli imesaidia sana kuhakikisha watoto wetu wanapata masomo vizuri. Lakini kuna mawasiliano. Haipo kata ambayo haipati mawasiliano ya simu kwa sasa. Na wakati mimi naingia kwa mbunge, kata 4 tu zilikuwa na mawasiliano, lakini kwa sasa hivi tuna kata zote 29 zinapata mawasiliano. Umeme, tulikuwa na jumla ya vijiji 41 kati ya vijiji 117. Vijiji vyote ninapozungumza Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti sasa hivi vimepata umeme na kishapu imeshawaka. Tumpigie makofi Mama Samia Suluhu Hassan. Hatua tunayokwenda ni kuhakikisha kwamba tunaanza kusambaza umeme katika ngazi ya vitongoji. Lakini pia tuna mradi mkubwa wa megawati 150 ambao unatekelezwa katika kata ya Talaga. Umeme huu kishapu umekamilika Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, utaingia kwenye grid ya taifa, lakini wana kishapu tutakuwa na uhakika wa umeme katika wilaya yetu. Changamoto, baada ya hayo, baada ya shukurani, tunaomba tuombe haya yachukuliwe. Kuna changamoto katika baadhi ya kata, hasa kata ya tarafa ya Mondo, kata ya Seke Bugoro, kata ya Busangwa, kata ya Mwasubi, kata ya Kiloleli, kata ya Masanga pamoja na Mwaweja zinahitaji maji ya Ziwa Victoria. Tayari upembuzi ya kinifu tumeshafanya, na kwamba bomba kubwa litakalokuwa linakwenda Dodoma, wameahidi tutasambaza maji kutoka kata hii yote kwa kata hizi nilizotaja, kata ya Mondo. Na hii tunaomba sana tumsukumo wako Mheshimiwa Mwenyekiti, bomba hili litakalokuwa linatoka upande wa tarafa ya Mondo na hasa kata hizo nilizozitaja kuelekea Dodoma, watakuwa wanashusha maji, na upembuzi ya kinifu umeshafanyika, umeshakamilika. Swala la barabara, tuna barabara yetu Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, barabara ya kutoka Korandoto inakwenda Munze mpaka Mwangongo ambazo ni kilomita 64.
Tunaomba sana Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, hili ulichukue. Bahati nzuri kwenye bajeti ya mwaka huu serikali imetenga fedha kwa ajili ya kilomita 20 ambazo tunaanzia, na hizi ni kwa mwaka huu wa fedha, na juzi tulikuwa tunabanana kwamba ianze kutekelezwa. Ninaamini kwamba kwa sababu baba umekuja, utaweka msukumo na nguvu kubwa ili mradi wilaya yetu ya Kishapu ipate mawasiliano ya uhakika ambayo itatuunganisha kati ya makao makuu kwenda Kishapu, na kwa maana hiyo msukumo huu utawekwa. Lakini tuna tatizo kubwa la ukame, hatujapata mvua za kutosha. Nilikuwa nataka niombe sana, nitoe taarifa hizi kwamba NFRA wamekuwa na jukumu la kununua chakula, na chakula hiki kimekuwa kikiuzwa kwa bei nafuu kwa wananchi. Hatujapata chakula cha kutosha, maana mvua hazikuwa za kutosha. Nilikuwa nataka niombe Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, wekwe msukumo kupitia Wizara ya Kilimo tuweze kuletewa chakula kwa mapema watu wa wilaya ya Kishapu, ili tuweze kununua chakula kwa bei nafuu kutoka hifadhi ya taifa. Na hili wananchi wako tayari kuuza ng'ombe, kuuza mbuzi, ili mradi waweze kununua chakula kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanajikimu katika maisha yao. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inaitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.